Yes, vipi kama kuna mtu ambaye ulikuwa unampenda sana leo halafu kesho akakwambia kwamba mimi sijawahi kabisa kukupenda? Hilo ndo swali zito ambalo wimbo huu basi linaubeba na linaweza kugusa maisha ya watu wengi sana. Yes, na imani kupoa mtu wangu wa nguvu, siku nyingine tumekutana. Moja kati ya kitu ambacho kimenifanya nizungumze hapa basi ni hapa ngoma ambapo amehusika Ibra pamoja na Jay Melody. Unaambiwa kwamba fundi wa mahaba basi kwa namna nyingine amekuja na verse nyingine kabisa ambazo zimenifanya nizungumze hapa. Basi nakusihi kwamba tumia sekunde moja tugusa neno subscribe lililopo chini ya video hii, kwa sababu mimi nitakuwa nakuchambulia tu zile ngoma ambazo zinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Yes, na unaambiwa kwamba Jay Melody ameanza kwenye verse ya kwanza na ndo ameanza kwa kueleza hofu ya kuumizwa tena, jinsi anavyotamani penzi lenye uhakika baada ya kuishi kwenye maisha ya mashaka kwa muda mrefu. Lakini chorus amehusika Jay Melody pamoja na Ibra. Wawili hawa wanasisitiza kwamba bila uhakika wa kupendwa, maumivu na hofu za kuachwa basi zitaendelea kuwatesa. Lakini verse ya pili ambapo amehusika Ibra peke yake ameonyesha namna ya kuachwa na mtu ambaye ulikuwa unampenda sana anavyoweza kuleta maumivu makubwa na umuhimu wa kujifunza kuvumilia. Yes, lakini mwisho wa wimbo huu bana unaacha swali lile lile. Je, kweli mapenzi hayo ni ya dhati au bado kuna mashaka ndani yake? Yes, na imani utakuwa umeelewa kidogo kwamba hili ngoma la uhakika lilikuwa linahusu kitu gani. Lakini pia nakukumbusha tu kwamba usisahau kugusa neno subscribe liko chini ya video, kwa sababu mimi nitakuwa nakuchambulia tu kiundani zaidi na uweze kuelewa kwamba hizi ngoma ambazo wanazidi kuzitoa wasanii wa Tanzania au ngoma za muziki wa Bongo Flava zinazidi kuelekea wapi. Kwa mimi nitakuwa nakuchambulia